Leo Julai 10, 2017 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, mbunge wa Kawe Halima Mdee amesomewa shtaka moja la kumkashifu rais. Mdee alisomewa kosa hilo mbele ya hakimu mkazi mkuu Victoria Nongwa na wakili wa serikali Nasoro Katuga, ambapo alidai mshtakiwa anakabiliwa na kosa moja. Baada ya kusomewa kosa hilo, Mdee alikana kosa na wakili Katuga alisema upelelezi wa kesi hiyo haujakamilika na anaomba kesi iahirishwe. Mdee alidhaminiwa kwa bondi ya shilingi milioni 10 na wadhamini wawili, na kesi imeahirishwa hadi Agosti 7 mwaka huu. Lakini ni mahakama. Ndugu waandishi wa habari, Mheshimiwa Halima Mdee amesomewa mashtaka baada ya kuteswa ndani ya mahabusu kwa siku 5. Hii ni siku ya 6. Shtaka lenyewe ni kama mlivyolisikia, sipendi kulizungumzia kwa sababu ni jambo ambalo bado liko mahakamani. Nachopenda kukisema kama kiongozi mkuu wa chama ni kwamba utamaduni huu mpya unaojengwa ndani ya taifa wa kuziba watu midomo wasiseme hisia zao utajenga chuki katika jamii. Sisi kama chama kinachoamini katika haki kwenye taifa, tunaamini kila Mtanzania awe kiongozi, asiwe kiongozi, wa chama chochote, wa dini yoyote, wa kabila lolote, ana haki ya kueleza hisia zake. Halima ni mbunge, ni mwenyekiti wa baraza la wanawake wa Chadema Taifa. Kwa hiyo ni kiongozi mwandamizi. Sio tu anatakiwa aseme, anatakiwa akemee. Alipokuwa anafanya wajibu wake wa kudai haki ya watoto wanaopata mimba, alikuwa anazungumza kama mwanamke.
kama mbunge, kama mwenyekiti wa BAWACHA na kama kiongozi wa jamii. Hisia zake kuhusu utamaduni na kauli za rais kuonekana ni sheria kwenye nchi, huo ni msimamo wetu wa chama, kwamba mara nyingi rais wetu anatumia nafasi yake kutoa kauli na maagizo ambayo yanakinzana na katiba, yanakinzana na sheria na yanakinzana na utamaduni wa kistaarabu wa Watanzania. Kwa hiyo sisi kama chama tutaendelea kuzungumza bila kujali polisi watatumia sheria ipi kutushtaki, bila kujali wakuu wa wilaya watatumia sheria ipi, kwa sababu wanatumia sheria ambazo ni potofu. Sisi kama chama tutaendelea kuzungumza wakati wote, kwenye fursa yoyote, bila woga. Na nyinyi waandishi wa habari, kinachozungumzwa mkiripoti, msiingie na nyinyi woga wa kuripoti ukweli, kwa sababu ukweli utabaki ukweli na utaendelea kuwa ukweli na hautapingwa na kauli yoyote ya kibabe ama matumizi yote ya nguvu za dola usipokuwa na sababu za msingi. Tunaamini huku ni kupoteza muda wa serikali, ni kuingizia serikali gharama ambazo hazina sababu, ni kuisumbua mahakama, ni kuabuse sheria. Time will tell. Asanteni sana. Kwanza kabisa ninachoweza kusema, Mheshimiwa Halima Mdee ni mwenyekiti wa baraza la wanawake Chadema. Kwa hiyo alikuwa anatimiza wajibu wake kwa kuwatetea wanawake, kwa sababu kuna mambo ya msingi ambayo yanapelekea mtoto wa kike kupata ujauzito shuleni. Inawezekana pia labda miundombinu tulionayo au mtoto wa kike anatembea umbali mrefu, kukosekana kwa mabweni, hiyo pia inachangia kwa hapo katikati mtoto wa kike akapata vishawishi. Kwa hiyo mimi tu niendelee kuisii serikali itafakari kwa kina kwamba ukimwelimisha mtoto wa kike umeelimisha jamii nzima. Kuna wengine pia wamebakwa, wengine wanapata matatizo mbalimbali, wanatoka kwenye familia duni, lakini pia kuna wengine tu kutokana na kukosekana kwa mabweni ambao ni jukumu la serikali kuhakikisha shule za watoto wa kike zina mabweni, hata kama shule za mchanganyiko zina mabweni, ili kuavoid ule mtoto wa kike kutembea umbali mrefu kwenda shuleni. Na hii wanaharakati mbalimbali wamekuwa wakifanya. Tumeona hata tamasha lile la Shigongo ambalo wapo pia kina Nancy Sumari, kina Faraja Kota, wanahamasisha ujenzi kwa ajili ya mabweni ya watoto wa kike ili kuepuka mimba za utotoni. Sasa kwa hiyo tunaona bado watoto wa kike wana fursa ya kusoma kama wengine, kwa sababu na ndio wapiga kura wetu walio wengi. Ukimwelimisha mtoto wa kike umeelimisha jamii nzima. Kwa hiyo mimi msimamo wangu pia, na jimboni kwangu pia ninasomesha watoto wa kike wengi, kwa sababu naamini leo hii Esther Bulaya nisingefika hapa kama nisingepata mazingira mazuri ya kusomea. Wewe mwanaume Ojambo. Asante kwa kujiunga na mtu wako wa nguvu, ripota wako wa nguvu Millard Ayo. Hapa ni Pugu Road, Dar es Salaam. Leo nimetembelea kwa mara ya kwanza Danube Home ambayo inapatikana GSM Mall. Bana, sikuwahi kujua kama kuna Watanzania wamewasogezea Watanzania wenzao vitu vyote vizuri. Sasa tembea na mimi tuone moja moja jinsi ambavyo inakuwa. Ni mara nyingi utakuwa umemuona Millard Ayo akiposti picha mbalimbali za nyumba kwenye Instagram, Facebook, Twitter na kwenye millardayo.com. Sikuwahi kujua pia kama nitakutana na sehemu Dar es Salaam ambako wanauza vile vitu ambavyo vinakamilisha nyumba za nguvu. Kiukweli siwezi kumaliza ghorofa zote 4 kukuonesha kila kitu kwa sasa. Cha kufanya ni wewe kuja hapa GSM Mall Pugu Road ujionee na vingine vingi ambavyo sijakuonesha bado. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.